Asubuhi ya leo twende tukaangalie maneno ya Mungu kutoka kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango ule wa 6. Tutasoma maneno ya Mungu kutoka mstari wa 3 hadi ule wa 16. Alafu tutaangalia baadhi ya mambo na tutakuwa tumefikia mwisho kwa Jumapili ya leo. Timotheo wa kwanza mlango wa 6, tutaanzia mstari wa 3 hadi wa 16. Utapata ujumbe ambao Glorious waliimba na nitaenda tu kumalizia kwa muda mchache kadiri ambavyo Roho Mtakatifu atanisaidia. Neno la Mungu linasema, mtu awaye yote akifundisha elimu nyingine wala hayakubali maneno yenye uzima ya Bwana wetu Yesu Kristo, wala mafundisho yapatanayo na utauwa, amejivuna wala hafahamu neno lolote, bali ana wazimu wa kuwazia habari za maswali na mashindano ya maneno, ambayo katika hayo hutoka usuda na ugomvi na matukano na shuku mbaya na majadiliano ya watu walioharibika akili zao, walioikosa kweli, huku wakidhani ya kuwa utauwa ni njia ya kupata faida. Walakini utauwa pamoja na kuridhika ni faida kubwa, kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu, ila tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo. Lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana, zenye kudhuru, ziwatusazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambao wengine hali wakitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma na maumivu mengi. Bali wewe mtu wa Mungu, mstari wa 11 unavutia sana na tutaenda kuanzia pale. Hebu mwambie jirani yako, bali wewe mtu wa Mungu. Anasema uyakimbie mambo hayo, ukafuate haki, utauwa, imani, upendo, saburi, upole. Piga vita vile vizuri vya imani, shika uzima ule wa milele ulioitiwa, ukaungama mazuri mbele ya mashahidi wengi. Acha niishie hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati natafakari neno hili, nikawa nasoma hapa nikavutiwa sana na mstari ule wa 11, lakini nimeona nianzie huku nyuma ili uone ambapo anaanzia. Maana anaposema bali wewe mtu wa Mungu, kuna mambo ambayo Paulo alikuwa akieleza kwa Timotheo kwamba kuna mambo ambayo yanaweza yakaharibu imani ila ambayo Timotheo aliipokea. Lakini anamwambia bali wewe mtu wa Mungu uyakimbie mambo hayo mambo ambayo alimtajia kwamba yangeweza yakamharibu, yakaondoa utauwa wa mtu, yakamuondolea upendo ndani mwake, hata ikafanya akaharibika kiimani, ambayo ukisoma katika mstari ule wa 20 anasema Timotheo, ilinde hiyo amana, ujiepushe na maneno yasiyo ya dini yasiyo na maana, na mashindano ya elimu itoe elimu kwa uongo, ambao wengine wakikiri hiyo wameikosa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa alikuwa akimwelekeza mambo ambayo angeweza kufanya ili asikose imani ambayo alipokea. Imani hii ambayo anazungumzia mahali hapa sio ile imani ya kuamini juu ya kupata jambo fulani, bali ni imani ile tuokoa ambayo katika Waefeso 2:8-9 anasema tumepokea wokovu kwa neema kwa njia ya imani, kule ambapo tunamwamini Yesu Kristo alafu tunapata kuokolewa kwa kumwamini yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu imani ile ya kusubiria kitu, labda umemwomba Mungu utake kupata kitu, kama unamwamini Yesu na umesimama katika wokovu, hata usipopata bado utapata mbingu. Sema amina kwa jina la Yesu. Lakini ukipoteza imani ya kumwamini Yesu Kristo na kuacha kumwamini na kuamini vitu vingine nje na vile ambavyo Mungu anataka uendelee kusimama katika wokovu, hiyo itakufanya ukose mbingu, ambao Timotheo anapewa maagizo na Paulo kwamba wewe isimamie hiyo imani. Wakati nasoma nikaipa kichwa kinachosema kupigana vita vizuri vya kulinda imani, kwa sababu imani ambayo tumepokea, kuna watu ambao walipokea kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Yuda ndugu yake na Yesu anaandika katika Yuda mlango ule wa kwanza, maana yenyewe na mlango mmoja kuanzia mstari wa 16, anasema ilindeni ile imani ambayo mmekabidhiwa mara moja.
Yaani kuna imani ambayo tumepewa. Sasa tumepokea kupitia kumwamini Yesu Kristo, ambaye ndiye muasisi wa imani yetu. Lakini ni kweli tusipoilinda inapotea, inachukuliwa. Maana yuko adui ambao kila siku inasema kwamba yeye huzunguka kama simba akitafuta wa kummeza. Anataka amtoe mmoja wapo katika imani ili asimwamini Mungu. Kumbuka Biblia inasema kwamba mbingu zinafurahia mtu mmoja akitubu na kuacha dhambi. Kwa mtu akiacha imani, mbingu zinafanyaje? Zinahuzunika. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa imani ambayo tumepewa tunapaswa kuilinda kwa gharama yoyote ile. Kama wangekuwa walioipokea imani hawakuilinda, leo sisi tusingemwamini Yesu. Lakini imani hii ambayo tunapokezana, tunaamini sisi, tukiamini tunapeleka kwa kizazi kingine, waendelee kumwamini Mungu, waendelee kusimama na kumfuata Mungu. Leo hapa kanisani tuna watoto ambao tunawaombea, wanaenda kwenye mafundisho yao, kwenye madarasa yao. Wakiona yala, watakuja kuishi yala ambao sisi tunayaishi leo. Tukiishi vibaya, watakuja watasema tuliona wazee wetu, tuliona wazazi wetu waliishi hivi. Sasa kama tusiposimama vizuri, tutakuja kuzaa kizazi ambacho hakitamwamini Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Paulo anamwambia Timotheo yakimbie mambo hayo, bali wewe mtu wa Mungu. Alikuwa akiongea na mtu ambaye ameokoka, mtu wa Mungu. Maanake mtu aliyeokoka kuna hatari sana ya kupoteza imani usipokuwa makini. Kuna uwezekano, Biblia inasema kwamba ajidhanie kuwa amesimama na angalia asifanyaje, asianguke. Maana kuna kuanguka. Na imani yetu pia inajaribiwa. Sasa unapopita, kama ukijaribiwa ukaanguka ukaacha, kuna kukosa mbingu. Lakini pia tunarithisha hasara kwa wale wanaotufuata nyuma yetu. Maana hapata kuwepo na mtu ambao atawaambia habari ya imani sahihi ya kumwamini Mungu. Jamani, Bwana atusaidie sana. Kwa kuna mambo ambayo lazima tuyafuate kama watu wa Mungu, ambao Paulo anamwambia Timotheo, wewe yakimbie mambo hayo. Kukimbia kuna namna mbili. Kuna kukimbia si kwa sababu unaogopa, bali unasalimisha imani yako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi imagine mtu anakuzuia njiani. Mtu huyu ukimwangalia una uwezo wa kumshughulikia, lakini kwa sababu kuna kitu ambacho unakitunza ili usiipoteze, utafanyaje? Utakimbia na kuiacha. Bwana atusaidie sana. Kuna mambo ambayo dunia inafanya, si kwamba hatuwezi kuyafanya, bali tunajinidhamisha sisi wenyewe kuishi maisha ambayo Bwana anayataka. Sio kila kitu ambacho tungefanya tukaishi sio kila kitu ambacho tungefanya tukaishi yanapasa. Hapana, mambo mengine tunalazimika kuyaacha. Hata kama tuna uwezo wa kuyafanya, tunayaacha kwa sababu tunalinda imani yetu kwa Mungu. Hasa mambo yale ambayo yangekuja yakaharibu imani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Sasa Paulo mwenyewe wakati anamwagiza Timotheo, anampa mfano wa kwamba kuna watu ambao wanashindana katika mpira. Katika Wakorinto wa kwanza mlango wa 9 mstari wa 25 anasema, na kila shindanaye katika michezo. Nimetumia mfano wa mpira maana michezo mingi tunajua sisi Tanzania ni mpira. Anasema hujizuia katika yote, lakini hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Maana yake mfano wa mtu ambaye anashindana kwenye mchezo. Tuchukulie mfano wa mchezo mmoja inaitwa relay, kupokezana kijiti. Mtu anapopokea kijiti anakimbiza, tena anafanya bidii sana ili amkabidhi mwingine, ili afanyaje, aweze kwenda nayo ili washinde. Huyo atakapoharibu atamfanya yule mwingine achelewe, na matokeo yake wanaweza wakaenda wakapoteza mpira, wakapoteza ule mchezo. Kwa hiyo watafanya mazoezi usiku na mchana, wahakikishe kwamba wakiingia kwenye kushindana wanashinda. Lakini eti hawa, Biblia inasema kwamba wanafanya hivyo washinde, wapokee taji ambayo inaharibika. Lakini sisi tukilinda imani yetu, Biblia inatuaidia kwamba tutapokea taji isiyoharibika. Mwambie jirani yako, taji isiyoharibika. Lakini kwa kulinda imani yetu tuendelee kusimama. Maana anaambiwa
Timotheo mpaka atakapokuja Bwana wetu Yesu Kristo. Yaani tutasimama bila kujali gharama ambayo tutapitia, lakini tutalinda wokovu wetu, tutalinda imani yetu hata tutakapomuona Bwana. Kwa sababu kuna namna nyingine ambao wengi waliacha imani, wengine wamekatishwa tamaa, wengine wamevunjika moyo, wakamwacha Mungu. Jamani, Bwana tusaidie sana. Lakini sisi ambao tuko mahali hapa leo, nikutie moyo kwamba imani ambayo tumekabidhiwa, imani ambayo tunayo leo, tunapaswa tuilinde na kuishindania. Paulo anasema katika Timotheo wa pili mlango wa 4 mstari wa 7, imani anasema nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Kwa kumbe katika imani ni mapambano, tunanyang'anyana. Adui anataka atutoe nje ya imani, lakini sisi tunataka tukae katika imani. Jamani, Bwana asaidie sana. Paulo anasema nimevipiga vita vizuri, mwendo nimeumaliza. Yaani maana yake kuna safari alikuwa ameianza, sasa anaandika anasema nimeumaliza. Tena anasema na imani nimeilinda. Maana yake kwa namna nyingine kama hajailinda angeipoteza na asingeandika andiko hilo. Leo ukienda karibu maeneo mengi ya misiba unakuta andiko hili limeandikwa kwenye migongo ya t-shirt ya watu. Mwingine hajui mlango wa kanisa uko wapi. Jamani, Bwana tusaidie sana. Andiko hili sio la misiba, ni kuonyesha kwamba kuna kazi mtu aliifanya akaja akaiandika, ili sisi tukapata kujifunza kwamba kuna mwendo ambao tunatakiwa tuende, kuna vita ambao tunatakiwa tuipige, alafu kuna imani ambayo tunapaswa kuilinda. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Tunapaswa kuilinda imani yetu sisi. Alafu unajua kama hujailinda huna kitu cha kurithisha. Maana katika kitu ambacho unaweza ukarithisha kizazi chako ni imani sahihi, wala sio fedha. Fedha si zinatafutwa jamani, lakini kitu ambacho unaweza ukawekeza ukajua nimewekeza vizuri. Hata natamani siku moja nikiwa mzee, na mimi naelekea huko, nione uzao wangu wanamcha Bwana. Nina hakika hata kama mambo hajawa sahihi saa hiyo, kwa kuwa anamwabudu Mungu aliye hai, kuna siku mambo atamwendea vizuri. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini usipowaachia imani ya kumtegemea Mungu wa kweli, utaondoka kwa wasiwasi, maana huna uhakika wao kuishi vizuri duniani. Lakini tunapaswa tuilinde ili tuweze kurithisha kwa kizazi kinachokuja. Safari ya imani kama nilivyosema ni vita. Wengine wameiacha kwa kuvunjwa moyo, na wengine wamekatishwa tamaa. Lakini pia wengine wanapokutana na majaribu wanamwacha Mungu, kwa sababu kuna mtu mwingine anakuja kwa Mungu akitazamia kwamba nikimpokea Mungu atanifanyia jambo fulani. Asipopokea hilo jambo anasema basi Mungu hayupo, na anamwacha Mungu. Lakini Biblia inatutaka iwe katikati ya magonjwa, iwe umekosa kazi, iwe ni mateso, kwa sababu kuna watu ambao wametesekea kazi hii, kuna watu ambao wametesekea imani mpaka imefika leo mahali hapa. Kuna watu wamehubiri kueneza habari hii njema ya imani hii ya Yesu Kristo, wamefia kwenye mambuga ambayo yana wanyama hatari. Sisi leo tutamkimbia Yesu kwa sababu labda tunapitia changamoto kidogo kwa ajili ya imani hii? Hapana. Jamani, Bwana tusaidie sana. Tunapaswa kuilinda kwa gharama yeyote. Sasa imani hii bahati mbaya hailindwi kwa bunduki. Hapana. Ni kumwamini Yesu Kristo na kufanya yale mambo ambayo yatakufanya uendelee kukua na kuwa katika jamii ambayo itakusaidia uendelee mbele kiimani. Kuna mambo machache ambayo naenda baadaye kuambia ambayo tunaweza tukafanya ili tuweze kuilinda imani hii ambayo Mungu ametupa. Kuna wengine wanafananishwa kwenye ile mfano wa mpanzi. Mwingine mpanzi alienda akapanda mbegu katika Mathayo mlango wa 13 mstari wa 3 hadi 23. Sitasoma. Kama yule mpanzi alipopanda mbegu, wengine walilipokea neno. Matatizo walipokuja wakalisahau lile neno. Unaona? Leo hii kuna mwingine anaweza kupitia kwenye changamoto. Changamoto zikawa changamoto kweli. Alafu baadaye kwa kulemewa anamwacha Yesu. Lakini kiukweli tulipaswa kusimama, kwa sababu mimi naamini
Sio kwamba Mungu ametuahidia kwamba hatutapitia changamoto. Changamoto tutapitia, lakini ni mwisho ulio mwema katika safari yetu, kwamba tutaanza leo, hapo katikati kuna mvua, katikati kuna jua, njiani kuna mawe yatakugonga, lakini mwisho ni kufika salama na kila ambacho umekibeba. Jamani, Bwana atusaidie sana. Haijalishi ni mangapi ambayo unayapitia, ni kuangalia kwamba lengo langu mimi ni kusimama na Yesu vizuri, ni kubeba kila ambacho nimekiamini hata nitakapomuona Bwana wangu Yesu. Kama umeomba unauma haujapona, potelea mbali, lakini bado nitamwamini Bwana. Mfano mzuri katika Biblia ni vijana watatu, Shadraka, Meshaki na Abednego. Walitakiwa muabudu Mungu wa mfalme, lakini wakakataa kwa sababu kuna kitu walikuwa wanakiamini, habari ya Mungu wao wa Israeli ambao ni Mungu wa kweli. Mfalme baadaye akaamuru akasema, kwa kuwa hawajaniabudu hawa, watupo kwenye tanuru la moto. Lakini wale wa ndugu hatuoni wakilalamika, wanasema sawa mfalme, kama Mungu wetu hata tusaidia kuangamia, na acha tuangamie. Manake walijua kitu walichokibeba kwamba ni cha thamani kubwa kuliko hata kupoteza mwili huu, kwa kuwa mwili huu hautarithi mbingu. Ukipoteza, roho yako itarithi mbingu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo tunahitaji kulinda imani yetu. Kuna kujaribiwa katika imani. Katika Yakobo, katika Petro, nisome Petro mlango ule wa kwanza, Petro wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 6 na wa 7, Biblia inasema kwamba mnafurahi sana wakati huo, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima, mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali, ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, kuonekane kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Petro anawaandikia watu wa Mungu kwamba kuna kujaribiwa, lakini katika kujaribiwa huku ni Petro, Yakobo. Ni kitabu cha Yakobo, sio Yakobo, ni Petro wa kwanza. Jamani, Bwana usaidie sana. Kuna kujaribiwa, lakini Biblia inasema kwamba imani yenu ambayo ina thamani kuliko thawabu ipoteayo. Kuliko dhahabu ipoteayo. Asante Baba. Kwamba dhahabu inayopotea, sidhani kama kuna mtu ambaye angeweza amegaramika, kwa sababu hizi vitu vya thamani havipatikani kirahisi. Mtu umechimba dhahabu, umehangaika, alafu kaja ukafanikiwa, alafu eti usiye imepotea kwenye nyumba, si utatoa vitu vyote nje ili utafute? Kwa sababu una uhakika inapatikana wapi? Hapo ndani. Lakini maandiko yanatuambia kwamba imani yetu yenye thamani kubwa kuliko dhahabu. Maanake kitu tulicho nacho ni thamani kuliko kitu kingine chochote. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini leo watu wamefanya dhahabu kuwa na thamani kuliko imani. Watu wanalinda majina yao yasiharibike, hawalindi imani. Watu wanalinda status zao wasishuke kwenye status, hawalindi imani. Watu wanaangalia watapata nini, hawaangalii watapoteza nini. Jamani, Bwana atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio Paulo anamwambia Timotheo, lakini wewe mtu wa Mungu. Sema tena, wewe mtu wa Mungu. Sema tena, mimi mtu wa Mungu. Nitayakimbia hayo yote ambayo yangekufanya ukaacha imani ya kweli na kumkosa Bwana wetu Yesu Kristo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ni heri tupoteze majina makubwa tulionayo, ni heri tupoteze sifa ambazo tunazo, lakini tulinde imani ambayo tumepewa. Sitasahau neno moja, tulikuwa kwenye mkesha hapa usiku, Bishop akasema ni heri tubaki kimahama na Mungu wetu kuliko tuhame tuje kwenye jengo kubwa lakini Mungu hayuko na sisi. Mimi nilifikiri sana, nikasema hivi, kama Mungu angesema kwamba sipo na nyie, maana yake kweli tungebaki kimahama. Jamani, Bwana tusaidie sana. Haleluya. Yaani ni heri tuende na Mungu wetu, tungebaki kimahama na Mungu wetu kuliko tuje hapa wenyewe Mungu akatuacha. Lakini pia Musa anasema usipoenda na sisi usitutoe mahali hapa. Kwa nini sisi tunakubali kuacha imani na kukimbilia mambo mengine?
Sisi kama watu wa Mungu haipasi iwe hivyo. Tunapaswa kuilinda imani ambayo tumegharimiwa na Yesu Kristo kwa kuyatoa maisha yake msalabani. Leo tuko hivi tulivyo kwa sababu ya kila ambacho Yesu alituanzishia. Tuko hivi tulivyo kwa sababu yupo mtu amelipa gharama, akatupa kitu cha kushikilia ili tuweze kumwona. Tukiipoteza, nafikiri katika kupoteza imani ndio kupoteza kitu cha thamani kuliko vitu vyote duniani. Mtu huyo tunasema kwamba amepata hasara kwa sababu amepata hasara ya nafsi yake. Si ndio jamani? Kwamba siku akifa huyo hatutaona naye milele. Huyo ndio mtu ambaye amepoteza. Jamani, Bwana tusaidie sana. Imani yetu kwa Mungu ina thamani kuliko kitu chochote. Pamoja na kwamba inajaribiwa, hatupaswi kusimama kwenye majaribu na kutafakari kiasi kwamba tunaipoteza imani. Kwa nini? Maandiko yenyewe yanasema hivi katika Wakorinto wa kwanza mlango wa 10 mstari wa 12. Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na angalia asianguke. Jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lilo kawaida ya wanadamu. Ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribio kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Pamoja na kwamba imani yetu itajaribiwa, wandugu, kuna mlango wa kutokea kwenye hilo jaribu. Changamoto nyingi ni kwamba unapoiwaza jaribu na kuichukua jaribu kuwa kubwa kuliko Mungu uliye naye, kuliko imani uliye naye, hutaweza kuona mlango wa kutokea. Kwa mtu wa Mungu ambao Paulo anasema wewe mtu wa Mungu, unapopita kwenye jaribu ambalo litataka kuondoka kwenye imani, usirudi nyuma. Kaa chini, mtafakari Mungu, kuna mlango wa kutokea. Sema kuna mlango wa kutokea. Mungu anasema hata kubali tujaribiwe kuzidi vile ambavyo tunaweza, kuzidi imani yetu. Ana mlango ambao amefanya yeye mwenyewe. Na mimi nasemaga mlango mwenyewe ni Kristo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ng'ang'ana na Yesu. Unajua kila ambacho nakiogopa sana ndicho kinachotokea. Mimi nafikiri mfano ukipitia kwenye changamoto, alafu yani ukaidharau ile hali ambayo unaipitia kwa kumshika Yesu, Shetani mwenyewe atakata tamaa. Hata kama akatagi atakata tamaa. Hivi kweli ukimwendea mtu, unampiga mtu alafu anakuangalia tu, wala hata ana shida na utaendelea kumpiga? Utakimbia mwenyewe, maana unasema huyu mtu ananiwazia nini? Usikuta ana bunduki, baadaye akiamka hapa anaondoka. Kwa hiyo unapopita kwenye majaribu ambayo unaona itakuharibia imani yako, wewe usiogope. Focus kwa Yesu. Yeye ni mlango wa kutokea. Sema amina kwa jina la Yesu. Yeye mwenyewe ni mlango wa kutokea. Nikupe mambo machache tu ambayo namalizia. Nimekwambia Glorious ni kama vile walimaliza ujumbe ambao nilikuwa nakuja kusema. Kwa hiyo na wrap up message ambayo ninayo. Namna ya kupiga vita vizuri na kuilinda imani. Moja, tosheka na kile ulichopewa na Bwana kwa wakati huo. Wengi wameingia kwenye tamaa na kuacha imani kwa sababu hakutaka vitu ambavyo sio vya kwao kwa wakati huo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sana sana. Wakati wa Bwana utakapofika. Katika Petro anasema nyenyekeeni chini ya mkono ulio hodari, naye atawakweza kwa wakati wake. Uko wakati ambao Bwana ametuandalia. Sasa unapotaka kuingia kwenye jambo kabla ya wakati wake, utapoteza imani. Wengine wanaona mwingine anamiliki magari mazuri, bado kama umri kako hujafika hata miaka 25, unataka uendeshe Land Cruiser Prado. Ndugu, utakutana na kibao imeandikwa piga kwa mzee fulani. Utapiga kwa sababu ya tamaa. Rizika na kila ambacho Mungu amekupa kwa wakati wako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Paulo anasema tumekuja hatuna kitu duniani na tutarudi hatuna kitu. Tutosheke na vile ambavyo Mungu ametupa. Anasema katika Timotheo 1:6 anasema walakini utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Turidhike na vile ambavyo Mungu ametupa. Jambo la pili, nimekwambia namaliza mapema. Ambatana na watu waliookoka na wenye imani sahihi katika kumwabudu Mungu. Kuambatana na watu waliookoka wenye imani sahihi ya kumwabudu Mungu. Kwa nini? Tuna imani isiyo sahihi. Tuna watu ambao wanasema kwamba wameokoka lakini hawamwabudu Mungu wa kweli.
Katika Mithali 13:20 anasema, enenda pamoja na wenye hekima, nao utakuwa na hekima, bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Ukiambatana na watu wasiomcha Mungu, watakuharibia imani yako. Kwa sababu pia Mithali 27:17 anasema, chuma unoa chuma, ndivyo mtu unoavyo uso wa rafiki yake. Kwa hiyo hakikisha wewe ulioko mahali hapa unataka kuendelea kusimama kwenye imani yako ambayo ya kumwamini Yesu Kristo, ambatana na watu waliookoka. Rafiki yako ni nani? Mtu mmoja anasema, niambie rafiki yako nikwambie wewe ni nani. Jamani, Bwana tusaidie sana. Haleluya, watu wa Mungu. Ni vizuri ukaambatana na watu waliookoka ambao watakusaidia kukua kiimani. Hata nisemee kwa vijana, ukiingia kwenye mahusiano na mtu ambaye hajaokoka, kuna hatari ya kupotea kiimani. Jamani, Bwana tusaidie sana. Akikuzidi kiimani anakupotea, na utashangaa unakuwa mtu aliyeokoka ambaye anaenda siku moja jehanamu. Isiwe hivyo kwetu, kwa sababu sio mpango wa Mungu. Amina, kwa jina la Yesu. Namba 3, uwe na kanisa la mahali pamoja wanaoabudu Mungu wa kweli, na uwe na kikundi cha watu unaowajibika nao pamoja ili wakusaidie kukua kiroho. Watu wa global wanaelewa hii, kwa sababu tulikuwa tunasoma somo ambalo linazungumza haya. Uwe na kanisa la pamoja. Yaani ndugu yangu, ukiulizwa kanisa lako ni lipi, una download, niliwahi kwenda sehemu fulani. Alafu sasa unaabudu wapi? Sasa hivi niko sehemu fulani. Na kesho utaabudu wapi? Nasikia kuna maombi sehemu fulani. Ndugu, utakufa kiroho. Utaacha imani. Uwe na kanisa la mahali pamoja. Kama vile ambavyo unakuja kanisani, fanya iwe kanisa lako. Uwe na mahali ambapo unawajibika na wandugu wengine. Wakisema tutoe michango, unatoa michango. Wakisema njooni kwenye ibada, unakuja kwenye ibada. Wakisema leo tunaandamana kutoka Kimama kuja hapa, tunatoka pamoja. Jamani, Bwana tusaidie sana. Mambo ya pamoja na watu wa Mungu ndiye anatufanya sisi tunakuwa kiimani. Hebu tuambie kanisa lako ni wapi? Ama ukitoka hapa bado unaenda tuition? Jamani, Bwana tusaidie sana. Kabisa nasikia rohoni. Mimi baba alivyoniambia nitahudumu, kwa kweli mimi sio kama askofu ukimwamsha anahubiri. Mimi ukiniambia nahubiri, nikiamka saa 8 usiku nitakaa mpaka saa 11. Sio kama nakaa kusoma, usingizi hamna kabisa. Lakini wakati nimekaa sehemu, tena sio sehemu salama, nimekaa tu hivi, nikasikia ile andiko tap ikaingia moyoni mwangu. Lakini nashangaa Glorious leo wanaimba kila ambacho Mungu alinipa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Pengine kuna mtu Mungu anataka kumuokoa mahali hapa. Uwe na kanisa ambalo utaabudu, enye watu wa Mungu ambao wako pamoja. Unajua kanisa la pamoja ni kanisa ambalo linashikamana, kanisa ambalo lina umoja, kanisa ambalo lina upendo. Lakini ukiwa randaranda, tutakukosa ndugu. Ngoja nikuambie, katika wanyama wengi anayeliwaga ni yule ambaye anajitenga na kundi. Yaani kama simba akitaka kuvamia mbogo, hana ujasiri wa kuingia katikati ya mbogo amchague. Sisi tukiwa pamoja tunatiana joto, shetani hata tuweza. Lakini wewe unakuwa mawindo yake. Uwe na mahali pamoja ambao unaabudu na watu wengine. Ya mwisho, hii kabisa niseme kwa msisitizo mkubwa, na nisikilize. Uwe na mchungaji unayewajibika chini yake. Sawa jamani? Kwa nini? Kwana mchungaji atakaye kukemea pale anapoona mambo hayako vizuri. Kubali kunyenyekea, mpigie simu, mjulie hali, lakini pia nenda kazungumze naye na waeleza ukweli. Nilikuwa namuuliza mtu mmoja, nilikuwa namuuliza mtu mmoja nikamwambia, kwa nini hujaenda kumuona mchungaji wako? Anasema huwezi kumfikia. Sasa usipokuwa na mahali ambapo unawajibika, mtu baba wa kiroho, niwaambie ni kitu, katika Biblia watu ambao wameonekana wamefanya vizuri ni watu ambao walilelewa. Sasa watu wengi sasa hivi wana spiritual fathers wa online. Mimi nawaeleza ukweli. Yaani ukimwambia mtu baba yako ni nani, anamtaja mzee mmoja yuko Nigeria. Siku ukipata shida, huna mahali pa kwenda kupata msaada wa kiroho. Biblia inasema katika Yeremia, nitawapa wachungaji watakao wafundisha
kwa hekima na maarifa. Mungu hajaweka watumishi bure. Hatujipigii debe, lakini jaribu kama utapotea. Njoo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiulizwa baba yako ni nani? Sema fulani. Taje kabisa, yani uwe na baba wa kiroho ambao utawajibika kwake, atakayekusaidia. Ukitaka mambo yako yaende kiimani, mambo haya sio katika mwili, ni kiimani. Ukitaka kufanikiwa kiimani, uwe na sehemu ambao unawajibika. Mchungaji ambaye atakwambia umefanya vibaya, acha hivi. Mchungaji ambaye atakukemea usipotaka. Unajua wengi wanakimbia kwa sababu hawataki kuwajibishwa. Sasa hiyo wanasema for your own risk, kwa uangamivu wako mwenyewe. Lakini unapokubali kuwa sehemu ya watu pamoja wenye mtu ambaye atakuangalia kiroho, hiyo ni kwa faida yako binafsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya machache nimeona na Roho Mtakatifu alikuwa ameweka moyoni mwangu nikuambie, ukitaka kulinda imani, fanya haya ambayo tumezungumza. Yako mambo mengi, lakini katika uchache nimekutajia hayo ambayo itakusaidia. Kumbuka imani yetu hii tulionayo ni mpaka tutakapomwona Bwana wetu Yesu Kristo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Biblia inasema shika sana ulicho nacho, asije mtu akafanyaje? Akachukua taji yako. Ulicho nacho, imani ambayo umepewa, ni ya thamani sana kuliko vitu vyote. Usikubali kunyang'anywa mikononi mwako. Mungu akubariki. Naomba tusimame.